ni uvuvio unaoinuliwa kutoka kusini, na kusini wana uvuvio unaoitwa uvuvio wa kipepo au giza. Ndani ya uvuvio huwa kuna aina ya roho fulani juu ya mtu, juu ya eneo, juu ya familia, juu ya watoto wa kike na wa kiume. Kuna mahali nilikuwa ninaishi, anapofahamu panaitwa Mbezi Juu, katika eneo fulani hivi. Eneo lile kila mtoto wa kike amebebeshwa roho ya ukahaba, yaani anachipukia tu kwa kabiti, roho ya ukahaba ndani. Kila mtoto wa kiume ambaye hajakaa kwenye mifumo ya Mungu anaanza kuharibika akiwa darasa la 4. Kusoma kunakuwa kwa shida. Kwa hiyo watoto vijana wa kiume wote akili zao, mpaka mama wa kiroho walioshikilia au wazazi walioshikilia kuwasukuma kwenye nguvu ya kiroho ndio waliweza kusoma. Mabinti wa kike wote ukiwatazama ni wachache waliofanikiwa. Mimba, acha shule, roho ya ukahaba. Yaani nilikuwa nauliza, hivi wewe unajisikiaje vibiti kikanga yake? Napenda kunitaka miataka, yaani hata sijui. Wakati mwingine natumia hata ila yangu kwenda kwa wanaume. Hapo nikitoka hapo ndio najuta. Sasa kwa sababu gani? Kuna uvuvio katika eneo. Nikisema hivi, angalia eneo unalokaa. Tazama eneo unalokaa ili uanze kupinga kushinda ule uvuvio juu ya watoto unaowazaa, juu ya vitu unavyowekeza. La sivyo kuna uvuvio. Kipindi wewe umelala, umewaacha watoto nyumbani. Kipindi wao wamelala, uvuvio unafanya kazi. Kazi ya uvuvio ni kuinua roho za kushawishi mtu kutenda jambo fulani, liwe nuru au giza. Yoyote unayemwona ameanguka kwenye dhambi, ndani yake ana msukumo wa roho, yaani ana uvuvio. Na yoyote unayemwona anashinda dhambi, ndani yake ana uvuvio. Yoyote unayemwona anafanya kitu kwa bidii na kwa juhudi, ndani yake amevuviwa aina ya roho juu ya jambo fulani. Kazi ya uvuvio ni kuinua roho kwa ajili ya kushawishi na kuweka msukumo ndani katika tabia na mwenendo. Kwa unashawishiwa, alafu unasukumwa kutenda katika tabia na mwenendo. Sina kushawishi kufanya, alafu unajikuta umetenda. Paulo anatenda kitu gani? Anasema lile nilipendalo silifanya, ila nisilolipenda ndo nataka kufanyaje? Ndilo nilitendalo. Ndani yake kuna nini? Kuna msukumo unaotokana na nguvu ya roho ndani yake kutenda mambo asiyotaka kuyatenda. Alafu ndani yake kuna namna nguvu ya kutenda mambo anayotaka kuyatenda imeziwiliwa. Unataka kusoma ila wamezuia msukumo wa kusoma. Unataka kufanya biashara ila umezuia msukumo wa kufanya biashara. Wamekuachia akili na mawazo, plani uko nazo ila msukumo hauna. Umeanzisha kitu chako kizuri ila msukumo wa kukiendeleza umekamatwa, ila plani zimenyooka, ila vitu vinaonekana, ila msukumo wa kuamka na kuviinua haupo ndani ya mtu. Kwa hiyo ile roho iliyotumwa, wewe unajua unashindana na uvuvio wa kipepo. Ndani ya uvuvio kuna roho inayoharibu ile uwezo ambao mtu ako nao. Kitu gani nasema? Ukiona popote mtu anafanikiwa, mtu anayetenda kinyume, unajua kuna msukumo. Kwa mkono wako mwambie Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. So ili Kristo ushinde, unahitaji kuongezeka nguvu. Yaani ibada za uvuvio kwa Mkristo. Mimi nawapongeza sana, kuna Wakristo fulani hataki kupoa. Alafu kuna Kristo wengine kama kondoo hivi. Kuna Wakristo kama kondoo, yaani mabaya kwao sawa, mema kwao kwa mbinde. Alafu kuna Wakristo ndani yao, kwenye katikati yao hawatakani mambo mabaya. Tafsiri yake ni unamkuta anafati kwa sababu anataka vitu viende. Kwa ili vitu viende lazima awe na uvuvio wa kiroho. Huwezi ukamkuta kwenye ibada iliyopo. Uamsho kwa kanisa au uamsho kwa mshirika, kwa mwamini moja ni kukutoa kwenye giza la kiroho na kukufanya uwe hai juu ya maono na maisha yako. Watu mna maono, watu mna maisha, ila hauko hai, hauko active
juu ya mipango mikakati uliyobeba. Kwa hiyo cha kwanza kinachofanyika ni kumpa Mkristo kuwa hai, kukutoa katika usingizi wa kipepo ambao shetani alikulaza juu ya maono, juu ya mipango, juu ya maisha, juu ya uzao, juu ya chochote ambacho umelazwa. Kazi ya uvuvio inakuja kukuamsha kwenye kile kitu. Kwa mkono wako sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Kazi ya pili ni kumtoa muamini katika vifungo. Hakuna pepo au kifungo kinapasuka bila uvuvio wa nguvu za Roho. Ukiona mtu anafunguliwa, wewe unajua kuna uvuvio wa kiroho unatenda kazi. Ukiona mtu anafanikiwa, anatoa ushuhuda, kuna uvuvio wa kiroho unatenda kazi ndani ya Kristo Yesu. Hakuna testimony yoyote pasipo uvuvio wa hicho kitu. Hakuna uponyaji pasipo uvuvio wa uponyaji. Hakuna chochote kinaweza kikatokea. Hakuna mpaka uvae uvuvio, maana ni uwezo katika Roho. Amen. Haleluya. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Kazi ya tatu ni kulisaidia kanisa au muamini kuleta matokeo ya kiroho. Sema matokeo. Matokeo. Watu wengi wako ndani ya dini, uvuvio ndani yao haupo. Watu wengi wako makanisani, ina uvuvio haupo. Mtu mwenye uvuvio wa kiroho lazima kuwa ana matokeo ya kiroho sawa sawa na vision aliyokusudia, sawa sawa na maono aliyo nayo. Ukipoteza uvuvio wa roho, kila kitu kinapoa. Kwa inamsaidia kanisa kuleta matokeo ya kusudi la Mungu kwa watu wake, lakini inakusaidia wewe muamini kuleta matokeo ya imani sawa sawa na unachokiomba. Uvuvio unamsaidia Mkristo kukamilisha maono aliyonayo ndani yake. Sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu. Kila watu walioinuka juu yao wakaachilia uvuvio wa kipepo ili kuzuia maono juu yao, leo ninakataa katika jina la Yesu. Sema nakataa katika jina la Yesu. Sema nakataa katika jina la Yesu. Sema nakataa katika jina la Yesu. Uvuvio wa giza upo na uvuvio wa roho upo. Kwa hiyo kazi ya uvuvio, siwezi kuzungumza uvuvio wa nuru pasipo uvuvio wa giza. Yaani, kwa sababu gani? Kuna watu wamefungwa na huo uvuvio. Kuna watu wamekamatwa na hiyo nguvu. Kwa uwezi ukaingiza uvuvio kwenye uvuvio mwingine. Ni lazima uvuvio wa kipepo uharibike, afu mtu aufahamu, ndipo uvuvio wa Mungu ukae ndani yake. Kwa kazi ya Injili lazima tumfunue shetani, alafu tumtangaze Kristo Yesu juu ya watu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema watu. Watu. Sema watu. Walioniinukia ili kuniharibu, kuharibu maono yangu, kuharibu maono yangu. Hivi ndani yako na maono? Ndani yako na maono? Yes. Ndani yako na maono? Yamekamilika kwa asilimia ngapi? Kidogo. Kwa neema ya Kristo Yesu iliyo juu yangu yataenda kukamilika. Amen. Yataenda kusimama. Amen. Maana katika uvuvio kuna matokeo. Amen. Kila matokeo ya wachawi yaharibike juu yako, yatasimama juu yako, yaharibiwe maishani mwako. Walipologa ili kukuzuilia, walipouinua uvuvio wa kipepo ili kuharibu hatima, mimi leo ninaharibu uvuvio. Kwenye akili yako ninaharibu, kwenye mwili ninauharibu. Hatima yako iachiliwe katika jina la Yesu aliye hai. Ninauvua uvuvio wa kipepo juu yako, kila uvuvio wa kiganga juu yako, kila uvuvio wa kichawi juu yako. Unasimama kama giza, unainuliwa kama matatizo, unainuliwa kama magonjwa, unainuliwa kama uzito. Uvuvio huo unakuja na nguvu ya Roho. Sema nguvu ya Roho. Gogeni ndani yako, mwambie nguvu hii inatenda kazi ndani yako. Sasa kudhibiti huo uvuvio, kazi yake ni kuharibu, sio kukufanya ufanikiwe. Kwa wanashindana na watu wenye maono,
kwa sababu wanazo nguvu za kuwavuvia watu. Nikawa nazungumza kitu fulani kwenye mkesha hivi. Hebu mgeuke jirani yako, alafu mtazame, mwambie leo naondoa uvuvi wa kipepo kwenye fedha yangu. Mwambie naondoa uvuvi wa kifedha kwenye mali yangu, wa kipepo kwenye mali yangu. Chochote nilicho nacho katika jina la Yesu. Sema nakataa uvuvi wa kipepo ulioinuliwa juu ya utaji katika ulimwengu wa roho, nikashindana na matatizo katika ulimwengu wa roho, ili kuniharibu, ili kuniziwia, ili kunifanya mabaya. Na kwenda kinyume leo na kila uvuvi wa kipepo ulioinuliwa kutoka malango ya adui zangu, malango ya kuzimu, malango ya waganga, malango ya wachawi. Ninaharibu leo juu ya utajiri,